Hayo yameelezwa na Bi Mkundaeli Mbaga, afisa lishe kutoka halmashauri ya wilaya Mbeya DC, alipokuwa akizungumza na kituo hiki kuhusu umuhimu wa lishe katika malezi ya watoto wachanga. Maziwa ya mama yana maji ya kutosha na kwa kiwango kikubwa sana. Ndio maana unaona una uwezo wa kulowesha nguo yako, una uwezo wa kulowesha sidilia kwa sababu maziwa yana maji. Ile ni proof kubwa au ni ishara nzuri ambayo inaonyesha kwamba maziwa ya mama yamejaa maji. Na ndio maana pia mnalalamika, kuna malalamiko mengi kwamba mtoto hashibi peke yake, maziwa ya mama hashibi, baada ya mwezi au miezi miwili watu tayari wanamkogea viuji vyepesi, bibi anachuja apewe ili mtoto ashibe kisa analia sana. Hapana. Swala linalotokea ni hili: mtoto toka anapozaliwa mpaka miezi mitatu ana mabadiliko ya mwili. Akiwa tumboni mwa mamake alikuwa anakula kupitia kitovu chake, alikuwa anaishi ndani ya tumbo, alikuwa hakai nje, lakini amezaliwa, amekuja duniani. Kuna mwanga, kuna upepo, vyote hivyo atavisikia. Kula pia anatumia mdomo wake. Ana mabadiliko yake ya mwili ambayo yanabadilika kuendana sasa na mazingira, aweze kuadapt, aweze kuishi naye kama binadamu wengine. Mabadiliko yale yanaweza yakawa kama kero kwake, yakampa shida, yakasababisha kulia. Pia njaa inaweza kumsababisha kulia. Sasa kwa nini awe na njaa wakati amenyonya? Na tunasema anyonyeshe maziwa ya mama peke yake. Ana njaa kwa sababu mama mnavonyonyesha watoto kwenye titili, mtoto akikaa dakika 5 umemtoa umemweka kwenye titili, kumbe titili hajaisha maziwa yake. Maziwa ya mwanzo yanayotoka kipindi umemweka mtoto anyonye, maziwa yale yote ni maji, yanakata kiu ya mtoto kwanza. Kwa maana hiyo ukimnyonyesha dakika zako 10 hapa ukatoa, amenyonya maji titili, chakula kinataka kutoka, unamtoa, unamleta huku tena dakika zako 10 15, ananyonya tena maji, wewe ukiamini ametosheka unamwacha, kumbe huku amenyonya maji, huku amenyonya maji, chakula umebaki nacho mwenyewe. Ndio maana mwongozo unasema nyonyesha titi moja mpaka mtoto alale, ateme chuchu mwenyewe, akimaanisha sasa ameshiba au amelala, ndio unahamisha unapeleka titi jingine. Tuache na hizo imani kwamba titi la huku ukinyonyesha peke yake, la huku sijui litakuwa kubwa, la huku litakuwa dogo. Hapana, akiamka kama ameacha kunyonya, unamrudisha titi lile ambalo lilibakiza, nalo atanyonya. Akishiba, maziwa yameisha, utaona ataitema ile chuchu au atalala hapo hapo kwenye titi lako. Huyo ndo mtoto ambaye ameshiba. Pia usiache mtoto mpaka akalia. Kulia ni ishara ya mwisho kwamba mtoto ana njaa. Lakini akiwa na njaa anaanza na kulambalamba vidole, anageuka kushoto na kulia, akiwa anaonyesha ishara za kuitafuta chuchu. Kama umweleze sasa ishara ya mwisho ndio inafuatia, sasa inabidi alie. Na hawezi kulala kama hajashiba. Kwa hiyo mama ukishiba na mtoto akanyonya titi moja mpaka kamaliza maziwa, amelala, ametema chuchu, kimaanisha ameshiba, atalala vizuri na atakuwa mtoto bora mwenye afya bora, na tutamaliza udumavu kwa njia hiyo. Kwa upande wake Bi Elizabeth Ngago, afisa mradi kutoka shirika la CRS kupitia mradi wa lishe ya mwanao unaofadhiliwa na UNICEF kwa kushirikiana na serikali ya Norway, amesema kuwa bado kuna changamoto kubwa ya wazazi kutotumia vyakula vya asili ya wanyama wakati wa ujauzito na kwa watoto chini ya miaka 5. Kumekuwa na changamoto au tatizo la udumavu ambapo kwa kuangalia kwa ukaribu tumegundua kwamba changamoto kubwa inahusiana sana na ulaji hafifu wa vyakula asili ya wanyama. Kwa hiyo tunaishauri jamii kwa kupitia mradi wetu kuongeza ulaji wa vyakula vya asili ya wanyama, hasa kwa wamama wajawazito, wanaonyonyesha pamoja na watoto wenye umri chini ya miaka 2, ili kupunguza tatizo la udumavu kwa watoto, hasa kwa mikoa hii miwili ambayo ni Mbeya pamoja na Njombe, ambapo ukiangalia tatizo la uzito pungufu halipo kwa kiasi kikubwa kama ilivyo udumavu. Inatafsiri vipi? Inatafsiri kwamba chakula sio tatizo na watoto wanakula, lakini wanakula vyakula gani? Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa bado elimu ya lishe bora inahitajika hasa katika vijiji, huku wengine wakitaja hali ngumu ya kiuchumi kwa kikwazo katika upatikanaji wa vyakula vyenye virutubisho vya kutosha. Wengi wao vipato viko vidogo sana chini. Kwa kuzingatia lishe ya mama mjamzito inakuwa ni ngumu. Endapo anaweza kupata chakula chenye vitamini kwa muda mfupi, anaweza kala matunda, machungwa, matikiti, lakini sio kwa mara kwa mara. Changamoto ya kwanza ni ukosefu wa elimu na mila potofu katika jamii. Wananchi wengi hawana elimu sahihi jinsi ya kula vyakula. Tamaduni ambazo zimezoeleka katika jamii, watu wamekalili labda usipokula mayai mtoto atazaliwa hana nywele, lakini ni kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo serikali ingeendelea
kuwekeza sana juu ya kuelimisha wamama wajawazito na wamama wenye watoto chini ya miaka 5. Samuel Mpogole,